Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe unayetutazama nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali popote unapotufuatilia, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali popote ulipo, kwenye mkoa uliopo, kwenye nchi uliopo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda ukaribisha ndugu zako, karibisha rafiki zako, share link yetu hii ya maombi ili kila mtu apate neema hii ya wokovu. Usiku wa leo utakuwa ni usiku wa tofauti sana. Jioni ya leo itakuwa ni jioni ya tofauti sana. Mchana wa leo utakuwa ni mchana wa tofauti sana. Amen. Asubuhi ya leo utakuwa ni asubuhi ya tofauti sana. Amen. Hili neno linalokuja sasa hivi ni mbegu ambayo itaota. Amen. Ni neno ambalo utakapokuwa kila ukilirudia, Mungu atakuwa anasema na wewe kwa wakati huo. Kila utakapokuwa unaliangalia, Mungu atakuwa anasema na wewe kutokana na hali uliopo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 6. Ni mwezi wa ushindi sana. Ametupa miezi 6. Alikuwa na sisi tangu tunaanza mwaka huu. Alikuwa na sisi mwezi wa kwanza, akawa na sisi mwezi wa pili, akawa na sisi mwezi wa 3, yupo na sisi mwezi wa 4, akatembea na sisi mwezi wa 5, na huu ni mwezi wa 6. Ni nusu mwaka wa mwezi wa miezi 12. Kuna kitu kitazaliwa kwako. Kuna vitu vitatokea kwako. Kuna chemchemu zitaonekana kwako. Kuna mbegu itachipua kwako. Kuna majibu yataonekana kwako. Nasema ya kwamba litapatikana badiliko. Nasema ya kwamba utapata kitu ambacho ulidhania hautapata. Nasema hivi, hii nusu mwaka ni nusu mwaka ya tofauti sana. Mungu atatutendea makuu. Ninao uhakika. Aliniambia, najua, jipe moyo kidogo sana. Amen. Jipe moyo mkuu kidogo sana. Amen. Jipe moyo mtu wa Mungu. Amen. Jigonge moyo wako, sema moyo wangu, muhimidi Bwana, mngojee Bwana, usikate tamaa. Tunaendelea mbele. Maadamu tupo hai, Mungu analo kusudi jema na sisi. Mahali ulipofunika macho yako, Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ushindi ambao unatupa leo. Asante kwa ajili ya muda na wakati huu Baba yangu. Muda huu Baba ninaliitia jina lako. Muda huu Baba ninaziita mbingu zako. Fungua mbingu zako mahali tulipo. Fungua mbingu zako mahali ambapo watoto wako wanatufuatilia. Fungua mbingu zako na uweza wako ukashuke, na malaika zako wakashuke, na rehema zako zikashuke, na neema zako zikashuke, tukapate kukuona wewe. Wewe ukisema nasi Bwana, wewe ukisema na maisha yetu Bwana, wewe ukisema na mioyo yetu Bwana, wewe ukisema na hali zetu Bwana, wewe ukisema na mambo yetu Bwana. Tunaomba Mungu wangu, fungua mbingu zako, fungua wingu lako, tukaribie Bwana, na sisi tukakukaribie wewe Bwana. Sema na mioyo yetu, sema na maisha yetu, sema na mambo yetu, tukaone badiliko ndani ya maombi haya, tukapate ushindi ndani ya muda huu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, yeyote anayetafuta mtoto mpe, yeyote anayetafuta ndoa mpe, yeyote anayetafuta amani mpe, yeyote anayetafuta mali mpe, yeyote anayetaka kufunguliwa Mungu ukamfungue, yeyote anayetaka kitu mpe, yeyote anayetaka mahusiano na wewe mpe, yule anayetafuta wokovu mpe, yule anayetaka bubujiko mpe, yule anayetaka kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu mpe, yule anayetafuta uponyaji mpe. Leo utatupa hii miezi 6 tunayomalizia nusu mwaka, utatupa. Tutakuona Mungu waziwazi, tutakusikia waziwazi, tutasikia sauti yako, tutasikia maelekezo yako, tutaona ukituhudumia, tutaona ukiponya nyumba zetu, tutaona ukitusaidia, tutaona ukiinua ndugu zetu, na kila aliyefungwa na nguvu za giza leo hii anafunguliwa. Amen. Leo hii anafunguliwa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi ya ushindi. Karamanda kabade. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Namshukuru Mungu kwa neema aliyotupa.
ya kuwa na maombi tena siku ya leo. Amen. Haleluya. Amen. Leo ni siku ambayo tutamuona sana Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, huu ni mwezi wa 6 na tutafanya maombi ya kuhakikisha tunatembea nusu mwaka wetu uliobakia kwa ushindi. Ndani ya nusu mwaka huu, miezi 6 iliyobakia, utaona majibu yako yote. Amen. Vile ambavyo Mungu alianza kuvifanya, utaona akivikamilisha. Amen. Vile ambavyo unatamani kuona Mungu anavifanya, utaona akianza anafanya. Amen. Mpaka utakapomaliza mwaka huu 2026, hautakuwa ulivyo. Amen. Hautakuwa ulivyo kimuonekano. Amen. Hautakuwa ulivyo kimahusiano yako na Mungu. Amen. Hautakuwa hivyo ulivyo kwenye uchumi wako. Amen. Hautakuwa hivyo ulivyo kwenye nyumba yako. Amen. Hautakuwa hivyo ulivyo na familia yako. Amen. Yani utashangaa sana. Amen. Wakati namuomba Mungu aliniambia nikupe hili neno, jipe moyo mkuu. Amen. Usikate tamaa. Amen. Atuishi njiani. Amen. Mwambie jirani yako, siishi njiani. Tutafika tu. Tutafika tu. Tena kwa ushindi. Na tena tukiwa hatujachoka. Hili neno la leo litaweka alama. Litaleta badiliko. Litakusaidia. Utapita kila mahali ulipokuwa unataka kupita. Utashinda kila vishindo ambavyo ulitakiwa kushinda. Utaweza kila mambo ambayo ulikuwa unaona hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, huu ni mwezi wa 6. Na kwa wale ambao mnatufuatilia kwenye social media zetu, ni mwezi ya maombi ya kusawazisha kila milima na vilima vilivyojiinua ili kukwamisha maisha yako. Mtu wa Mungu, tutakuwa na maombi ya kusawazisha kila milima, kila vilima vilivyojiinua kwenye maisha yetu. Kwa hiyo chochote unachokiona kwenye maisha yako kinakutatiza, kinakupa wasiwasi, kinakuumiza, ndani ya mwezi huu kitapungua kabisa. Amen. Hautakiona kabisa. Amen. Mambo yatakuwa sawa sawa. Amen. Mambo yatakuwa murwa. Amen. Mambo yatakuwa mazuri. Amen. Utashangaa sana. Amen. Mtu wa Mungu, kwa wewe unayeandika, andika kichwa chetu cha somo, maombi ya kusawazisha kila milima na vilima vilivyojiinua ili kukwamisha maisha yako. Au unaweza ukasema maisha yangu wewe binafsi. Tutakuwa na maombi na tutajifunza somo la maombi ya kusawazisha kila milima na vilima vilivyojiinua ili kukwamisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niende moja kwa moja kwenye neno, mtu wa Mungu. Na naomba msomaji wangu utanisomea Zekaria 4 mstari wa 7, Biblia ya habari njema. Zekaria 4 mstari wa 7, Biblia ya habari njema. Mtu wa Mungu, nipe masikio yako. Zekaria 4 mstari wa 7, Biblia ya habari njema. Tena akaongeza kusema, je, mlima huu ni kizuizi? La, wewe Zerubabeli utausawazisha. Wewe utaanzisha ujenzi mpya wa hekalu, na wakati utakapoliweka jiwe la mwisho, watu watashangilia wakisema, ni zuri, naam, ni zuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zekaria 4 mstari wa 7. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linaanza kwa kusema, nipe masikio yako, itakusaidia sana. Neno la Mungu linasema hivi, tena akaongeza kusema, je, mlima huu ni kizuizi? La, wewe Zerubabeli utausawazisha. Wewe utaanzisha ujenzi mpya wa hekalu, na wakati utakapoliweka jiwe la mwisho, watu watashangilia wakisema, ni zuri, naam, ni zuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimekwambia leo tunaomba maombi ya kusawazisha kila mlima na vilima vilivyojiinua kwenye maisha yako.
Na maandiko yanasema kwenye Zekaria 4:7 kuna neno kabisa, Mungu anaanza kwa kusema, tena akaongeza kwa kusema, je, mlima huu ni kizuizi? Lakini akasema, la, wewe Zerubabeli utausawazisha. Mtu wa Mungu, nimekwambia milima na vilima kwenye maisha yako vitasawazishwa. Amen. Lile jambo unaloliona gumu kwenye maisha yako litasawazishwa. Kwa nini ninao uhakika utapokea majibu yako? Kwa nini ninao uhakika utamaliza kwa ushindi? Kwa nini ninao uhakika utapata unachokitafuta? Kwa sababu neno la Mungu linaongeza kwa kusema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, mlima huu ni kizuizi? Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiliangalia hili andiko, unaona kulikuwa na mlima kwenye maisha ya Zerubabeli. Kulikuwa na mlima kwenye familia ya kina Zerubabeli. Kulikuwa na mlima kwenye wakati wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ule mlima ulikuwa ni kizuizi. Ndio maana unasema tena akaongeza kusema, je, mlima huu ni kizuizi? Maanake mlima ulikuwa kizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, utanielewa. Naomba unisomee andiko hilo hilo, msomaji wangu, Zekaria 4:7, Biblia yetu ya kawaida SUV. Zekaria 4:7. Nani wewe, e mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambalare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigeregere vya neema. Neema ilikalie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hili andiko, unaona kuna kitu anasema, nani wewe, he mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa ni nchi tambalare. Kwa hiyo mtu unapomwangalia Zerubabeli, kuna mlima mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwangalia Zerubabeli, kuna mlima mbele yake. Na neno la Mungu linasema ule mlima ulikuwa ni mkubwa, haukuwa mlima mdogo. Na unaona mtu wa Mungu, neno linauliza, je, nani wewe mlima mkubwa? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lilikuwa linataka tuone nini? Kwa nini limetumia mlima? Na linauliza kama huu ni mlima kizuizi. Na linauliza kama huu ni mlima mkubwa ndio unaozuia mambo yako yote. Na linasema huu mlima utasawazisha. Maanake nini, mtu wa Mungu? Hiyo ilikuwa ni lugha ya picha. Mungu alikuwa anataka kutuonyesha changamoto kwa Zerubabeli. Mungu alikuwa anataka kuonyesha changamoto, vikwazo walivyokuwa wanavipitia. Lile kwazo lilifananishwa na mlima. Bwana Yesu asifiwe. Lile kwazo lilifananishwa na mlima. Kwa hiyo mtu wa Mungu, waza kwa huu mlima unaoujua, alafu waze uko mbele ya Zerubabeli, alafu uangalie uko mbele ya maisha yake. Ule mlima uko mbele ya uchumi wake. Ule mlima uko mbele ya uzao wake. Ule mlima uko mbele wa mambo ambayo anayataka. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Zerubabeli afanikiwi. Alafu Mungu anapokuja kwa Zerubabeli, Mungu anauliza, je, mlima huu ni kizuizi? Maanake nini, mtu wa Mungu? Kulikuwa na kizuio kwa Zerubabeli. Lakini kile kizuio kilipokuwa kikionekana, kilikuwa kinaonekana kama mlima. Maanake nini? Lile tatizo lilikuwa kubwa kwa Zerubabeli. Lile tatizo lilikuwa kubwa kwenye familia yao. Lile tatizo lilikuwa kubwa kwenye maisha yao. Na Mungu anatuletea lugha ya picha tuelewe. Ndio maana ukisoma Biblia ya habari njema, anauliza hivi, je, huu mlima ni kizuizi? Maana nini? Ule mlima ulikuwa unazuia mambo yasiende. Anauliza, nani wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anauliza, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Manake nini? Ule mlima Mungu alikuwa anauangalia, alafu anawauliza, nani wewe? Huu mlima mbele ya Zerubabeli, hii shida mbele ya Zerubabeli iliyokaa kama mlima, ni nani wewe? Je, una jina? Je, una ukoo?
Je, umetokea wapi? Hili kwazo kwa Zerubabeli lililokuja kwenye maisha yake likawa kama mlima, ndio lilikula watoto wake, ndio liliua mali zake, ndio lilimrudisha kwenye dhiki. Mungu anapoangalia anaona mlima, anaona zuio, anaona kwazo. Unapolia mbele za Mungu, Mungu akusaidie. Unapoiangalia shida yako unaona mlima. Ndio maana watu wengi hawaemi, wanafikiri kesho hawawezi kufika, kwa sababu maisha yao yamefunikwa na milima, mbele hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Kulikuwa na kwazo kubwa sana ambayo lilikaa mbele ya Zerubabeli. Lakini kuna kitu Mungu anatuonyesha kwa Zerubabeli. Bwana Yesu asifiwe. Na anauliza, nani wewe? Mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Zerubabeli anakuja kwenye mji wao. Zerubabeli anazaliwa kwenye mji wao, anakutana na tatizo kubwa kwenye familia, anakutana na hali ngumu kwenye familia. Mungu anapoiangalia anaona mlima. Zerubabeli anapoangalia anaona mlima. Lakini kuna kitu kinatokea kwa Zerubabeli. Mungu anasema na Zerubabeli, huu mlima mkubwa unaouona kwako utakuwa ni nchi tambarare. Maana yake nini? Kwako hautakumeza. Kwako hautakuua. Kwako hautakutafuna. Inawezekana ulikula ndugu zako, inawezekana uliangamiza watu wengi. Huu mlima mkubwa ndani ya familia ya kina Melevi ndio uliua watu, lakini nani mlima mkubwa? Mbele yako Melevi utakuwa nchi tambarare. Inawezekana nimezaliwa kwenye familia yangu na nimekuta milima mikubwa, lakini nina neno la Bwana anaosema na milima kwenye familia yangu ya kwamba maadamu mimi Melevi nipo, huu mlima utakuwa tambarare. Haijalishi ni mlima upi, mtu wa Mungu. Maana yake nini? Madeni. Maana yake nini? Mikosi. Kuna watu wametoka kwenye familia zina mikosi. Haujui hiyo mikosi imetokea wapi, ila umeikuta. Na wewe mtu wa Mungu, ukitembea, ukila, ukivaa, umefanana na mikosi. Maana yake nini? Mungu anapoiangalia anaona milima. Unapopita kwenye changamoto, unapomuomba Mungu akutoe, ukilala unaota ndoto unaona milima. Maana yake nini? Vizuizi vilivyojikita. Mtu wa Mungu, milima haitembei. Mtu wa Mungu, milima haiami. Mtu wa Mungu, kutoa milima ni kazi. Kwa hiyo unaweza kuelewa, unapambana na changamoto kwenye maisha yako, lakini ile changamoto ina picha ya mlima. Unatokaje hapo? Unaponaje hapo? Kuna watu leo wanapita kwenye madeni. Kuna watu leo wanapita kwenye umaskini. Ule umaskini ukiuangalia ni mlima. Ndio maana unapita na mzigo mzito. Moyo wako umelemewa, mabega yako yamelemewa. Ndio maana neno la Mungu linasemaga, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Kwa sababu kuna aina ya mizigo ni milima. Tangu umeingia kwenye hiyo changamoto, hujui kicheko, unalia na kulia, umefanya kila kitu. Lakini tukiangalia kwenye ulimwengu wa roho, tunaona milima, tunaona vilima. Lakini kuna kitu neno la Mungu linasema. Mungu anazungumza na Zerubabeli. Maana yake nini? Zerubabeli alipata neema mbele za Mungu. Hayakuwa maneno ya Zerubabeli, mtu wa Mungu. Hili neno lilikuwa neno la Mungu. Anauliza Mungu, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Ukisoma kwenye hii habari njema, anasema tena akaongeza kusema, je, mlima huu ni kizuizi? Tena akaongeza kusema. Manake kuna neno alilolisema kwanza, alafu akaja na sentensi inayofuatia. Ndio maana anasema tena akaongeza kusema. Kuna kitu ambacho Mungu alisema kwanza. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kusema kwanza na sisi, kabla hajaja kwenye kizuizi kinachozuia maisha yako yasiende, kinachokuzuia usipate kazi,
kinachokuzuia kwenu msikombolewe, kinachozuia mfe na madeni, kinachowazuia mfe kwenye addiction ya pombe, sigara, bangi, madawa ya kulevya. Unazungumza na mtu kwa habari ya changamoto alionayo, unamwambia achana na hizo addiction. Kwenye maisha yake zile addiction ni mlima, hawezi kuacha namna ambavyo unafikiria. Ndio maana Mungu anasema tena, akaongeza kusema, je, mlima huu ni kizuizi? Maanake Mungu alikuwa anasema na maisha ya Zerubabeli, lakini akaongeza kusema tutatafuta kitu alichosema kwanza, alafu tutakuja hapa. Lakini Mungu alikuwa anaona kizuizi, lakini kile kizuizi alichokiangalia alikisema kama mlima. Akikuwa kizuizi cha kitoto angeweza kusema neno lolote, lakini alisema, je, mlima huu ni kizuizi? Alafu Mungu anamwambia Zerubabeli ya kwamba la, wewe Zerubabeli utausawazisha. Maanake ndio nimeona kwenye familia yenu huu mlima umezuia watu wengi, lakini wewe Zerubabeli huu mlima utakuzuia. Amen. Nimeona huu mlima ukinyanyasa wengi, lakini kwako la, nimekataa. Wewe Zerubabeli, wewe utausawazisha. Amen. Kwa hiyo tunapomwangalia Zerubabeli ana kazi ya kufanya. Kwa hiyo kama hili neno limefunuliwa kwetu, manake Mungu ananiuliza, Melebi, mlima huu ni kizuizi? Alafu anasema la, wewe utausawazisha. Manake nini? Mungu ana point kizuizi kwenye nyumba yako. Mungu ana point kizuizi kwenye ndoa yako. Mungu ana point kizuizi kwenye shule yako. Alafu anakiangalia, alafu anaona kilivyowazuia watu wengi. Ndio maana anakisema hiki ni kizuizi, lakini wewe utapita. Wewe utaweza. Amen. Wewe utashinda. Amen. Hiki kimezuia watu wengi, lakini wewe, mimi Mungu nimekataa kisizuie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamwambia utausawazisha. Wewe utaanzisha ujenzi mpya wa hekalu, na wakati utakapoliweka jiwe la mwisho, watu watashangilia wakisema ni zuri na ni zuri. Maana kuna kitu Zerubabeli atakianzisha ambacho familia yao akikuanzisha walishindwa kwa sababu walizuiliwa. Lakini na maandiko yanasema Zerubabeli utaanzisha ujenzi mpya. Maanake kama kizuizi kilikuwa ni ujenzi, lakini mikono ya Zerubabeli itajenga. Amen. Kama kizuizi kilikuwa ni uzao, lakini kizazi cha Zerubabeli kitazaa. Kama kizuizi kilikuwa ni amani, kwa Zerubabeli kitaonekana. Zerubabeli ataanzisha. Maanake nini, mtu wa Mungu? Watu wote watakaoambatana na Zerubabeli wataweza. Amen. Tena anasema ataweka jiwe la mwisho. Maanake chochote kitakachoanza kitakamilika. Amen. Kwa nini nina uhakika, mtu wa Mungu, na kwako vitakamilika? Mungu ametupa hili neno. Amen. Amelileta kwa ajili yako. Amen. Au nisikilizi kwa bahati mbaya, ni kwa ajili yako. Amen. Kizuizi chochote kwenye maisha yako, muda huu nikiwa nafundisha, kiweke mbele. Kiweke mbele ya macho yako. Kiweke mbele yako. Halafu kiambie, wewe ni kizuizi, mimi nitakushinda. Amen. Mimi nitakushinda. Amen. Nasema mimi nitashinda. Amen. Mimi nitashinda. Amen. Mungu alikuwa anasema na Zerubabeli. Ngoja nikuonyeshe, mtu wa Mungu. Nataka unisomee Zekaria 4:6 alafu 7 utaunganisha. Nisome Biblia yetu ya kawaida. Zekaria 4:6 na 7. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe, mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigeregere vya neema, neema ilikalie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukisoma, mtu wa Mungu, kwenye mstari wa 6, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hilo neno la Bwana kwa Zerubabeli linasemaje? Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, neno la Mungu linaenda kwa Zerubabeli. Malaika wa Bwana anaenda kwa Zerubabeli, anazungumza na Zerubabeli na anamwambia ya kwamba si kwa nguvu zako Zerubabeli, wala si kwa uweza wako, bali ni kwa Roho wa Mungu. Bali ni kwa Roho wa Bwana. Alipomaliza kumwambia hilo neno, ndo anarudi kwenye ule mlima. Anasema, nani wewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambalale. Kwa nini kwa Zerubabeli ule mlima mkubwa utakuwa nchi tambalale? Ni kwa sababu si kwa uwezo wa Zerubabeli, wala si kwa nguvu za Zerubabeli, bali ni kwa Roho wa Mungu. Maana yake nini? Mungu atafanya mambo kuwa tambalale. Mungu atafanya vikwazo kuondoka. Mungu ataleta nuru kwenye giza. Mungu ataviangusha viburi vinavyokuzuia wewe njiani. Litawezekanaje neno hili? Si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa Roho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake nini, mtu wa Mungu? Mungu anataka kutusaidia. Mungu anataka kutuondoa mahali tulipo. Mungu anataka kukufungua mahali ulipofungwa. Mungu anataka kuondoa vikwazo vinavyokuzuia. Lakini wewe ukiviangalia vile vikwazo unaona haiwezekaniki. Lakini Mungu anamwambia Zerubabeli, huu ni mlima mkubwa ndio, hiki ni kizuizi ndio. Akaongeza kwa kusema, kabla hajamwambia utakuwa tambalale, Mungu anafunua nguvu zake. Anamwambia Zerubabeli, si kwa uweza wako hapa patakuwa tambalale, si kwa nguvu zako hapa patakuwa tambalale, si kwa uweza wako hiki kizuizi kitaondoka, si kwa utashi wako Zerubabeli, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana. Mtu wa Mungu ukikutana na neno asema Bwana, manake muda huo Mungu amesema. Amen. Manake Mungu yeye ndo amejicommit. Manake Mungu yeye ndo anakuwekea dhamana kwamba twende na kalipa madeni yako, twende, mimi ndio dhamana. Ndio maana anamwambia Zerubabeli, sijui unajua nini kwa habari ya nyumba mlionayo, sijui unajua nini kwa habari ya changamoto ulizonazo, sijui unajua nini kwa habari ya makosa ulionayo, sijui unajua nini. Ndio vinajulikana hivyo kwa akili za kibinadamu, inaonekana haiwezekani. Kwa ripoti za kibinadamu inaonekana haiwezekani, lakini si kwa nguvu zako, si kwa uweza wako, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana. Roho ipi? Roho ipi? Roho ipi ambayo Bwana ameamua kuisema hapa, mtu wa Mungu? Manake kwa Roho wa Bwana yote kwenye maisha yako yanawezekana. Amen. Yale waliosema haiwezekani ni kweli, kwao haiwezekani, lakini si kwako Zerubabeli. Maana kwako nimeliachilia neno langu, kwa Roho yangu mlima huu unakuwa tambalale, kwa Roho yangu vifungo hivi vinafunguka, kwa Roho yangu njia hii wote walioiendea walikufa, wewe utapita. Amen. Na utafika. Amen. Karamanda kabadi. Mwanzo 1:2. Neno la Mungu linasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Ile Roho ya Bwana iliyotulia kwenye uso wa maji, iliyotulia kwenye ukiwa, iliyotulia kwenye giza, iliyotulia kulipokuwa hakuna kitu, ndio ile Roho ya Bwana ambayo Mungu amempa Zerubabeli. Anamwambia, kwa Roho yangu huu mlima utaondoka. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Kwa nini ninao uhakika tutamaliza miezi 6 kwa ushindi? Kwa sababu Roho ya Mungu imetulia ndani ya nyumba. Amen. Imetulia juu ya changamoto ulionayo. Amen. Imetulia kwenye mlima ulionao. Amen. Imetulia kwenye giza ulionayo. Amen. Imetulia. Ikitulia kuna kitu inafanya. Mungu anamwambia Zerubabeli kwenye Zekaria 4:6, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu. Alafu anamwambia Zerubabeli, mlima ndio kizuizi. Ndio kizuizi, najua, kwa sababu umezuia. Lakini kwako Zerubabeli, huu mlima utakuwa tambalale. Maana yake nini? Huu mlima utashushwa. Amen. Vilima vitashushwa. Amen. Vizuizi vitaondoka. Amen. Zerubabeli, wewe utapita.
Amen. Zerubabeli, wewe utafika. Amen. Zerubabeli, utaanza ujenzi hapa. Amen. Zerubabeli, utachimba msingi hapa. Amen. Zerubabeli, utaweka jiwe la kwanza hapa. Zerubabeli, utaweka jiwe la mwisho. Amen. Zerubabeli, utafunga paa. Ule ujenzi waliosema hautajenga, Zerubabeli utajenga. Amen. Ile ndoa waliosema hautaoa wala kuolewa, Zerubabeli wewe utaolewa. Amen. Zile laana walizozisema zina nguvu, hakuna anayejenga hapa akaweza, hakuna anayefanya biashara hapa akaweza. Zerubabeli, kwako vitawezekana. Lakini Zerubabeli, nisikilize, si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho yangu. Maana Zerubabeli ana kazi ya kutembea na roho wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kwako itawezekana. Amen. Nasema kwako itawezekana. Amen. Chochote ulichoambiwa akiwezekani kitawezekana. Amen. Kama mlima ulikuwa ni mauti, leo mauti inaondoka mbele yako. Amen. Kama mlima kwako ni umaskini, leo maskini unaondoka mbele yako. Amen. Kama mlima kwako ni njaa, leo njaa zinaondoka kwenye nyumba yako. Amen. Kama mlima kwako ni malango ya uchumi kufunga, nakwambia leo malango yako ya uchumi yatafunguliwa. Amen. Kama mlima kwenu ni ukiwa, watu wa kwenu hawaendi popote, nakwambia wewe popote unaenda. Amen. Popote unafika. Amen. Kama watu wa kwenu wameandikiwa kufa mapema, nasema watakufa wao, wewe utabaki. Amen. Kama mliandikiwa nyinyi kila siku mtawatumikia watu, watu wenu ndio watawatumikia wengine, wewe watakuja watu watakutumikia. Amen. Si kwa uweza, si kwa nguvu zangu, bali ni kwa roho ya Bwana. Roho ile ile iliyomfufua Yesu katika wafu, ndio ile roho ile ile inayokuja kuondoa vikwazo kwenye maisha yetu. Amen. Nakwambia mtu wa Mungu, itawezekana tu. Amen. Itawezekana. Amen. Naomba nisome Marko 11:23. Ngoja mtu wa Mungu nikuonyeshe vitu sana. Marko 11:23. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye Marko 11:23, neno la Mungu linasema amin nawaambia. Amin manake kubalini. Nachowaambia si wadanganyi, nachowaambia ni ukweli. Anasema yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni, ila akaamini, manake hicho kitu kitatokea. Anasema amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu. Mtu wa Mungu, juu tuliona kwa Zerubabeli mlima ni kikwazo, mlima ni kizuizi, mlima mtu wa Mungu ni tatizo. Manake yeyote atakayeliambia tatizo hili ng'oka uende baharini, asione shaka moyoni, litatokea. Mungu anamwambia Zerubabeli, huu mlima ulikuwa kizuizi, lakini kwako la wewe Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Ukisoma kwenye Marko anasema yeyote. Manake nini mtu wa Mungu? Kule mtoe Zerubabeli, weka jina lako. Manake Mungu anasema na wewe linda ya kwamba mlima huu ni kizuizi, lakini la alina kwako itakuwa ni nchi tambarare. Amen. Lakini alituambia juu kabla haujawa nchi tambarare, anakukumbusha si kwa uweza wako wala si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho yangu mimi Mungu. Maana najua kwa nguvu zako haiwezekani, lakini kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Najua wewe hauna nguvu, lakini Mungu anazo nguvu katika mambo yote. Najua wewe hauwezi, ndio maana Mungu anasema anaweza. Inawezekana wewe hauwezi kubeba mambo yako, lakini yeye alibeba ulimwengu wote mabegani mwake. Uwe na uhakika atakubeba. Ukisoma kwenye Marko 11:23 anasema amini nawaambia. Manake nisikilize na kwambia, hili neno limeachiliwa kwa Zerubabeli, limeachiliwa na kwako. Yeyote atakayeuangalia mlima asione shaka moyoni, tena akauambia wewe mlima nenda katue baharini, nenda baharini, ule mlima utaenda. Mlima mtu wa Mungu ni kizuizi kikubwa, ni jambo linalokuzuia kuona mbele, ni jambo lililokatisha tamaa maisha yako. Ukiangalia unasema, kwa nini mabaya yote yamenipata mimi?
jambo lile ambalo uoni sababu ya kuamka kesho, lile jambo linalokufanya kwamba ngoja nitafute sumu ninywe nife, siwezi kuishi tena. Huu mlima umekuwa mkubwa, haya mateso yamekuwa makubwa, haya manyanyaso yamekuwa ni makubwa, hizi dharau kwenye maisha yangu zimekuwa kubwa, hili tatizo limekuwa uchungu, limenielemea, bora nife. Nisikilize mtu wa Mungu, usife. Amini neno hili nakwambia. Uambie huo mlima, kae baharini, toka kwenye nyumba yangu, toka kwa watoto wangu, toka kwa mume wangu, toka kwenye maisha yangu. Usione shaka moyoni, itakuwa. Kwa nini utaki kuona shaka? Kwa sababu si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako. Kwa kazi yako ni kumwamini Mungu. Ndio maana anasema amini na waambie. Maana yake nini? Mungu anataka tumwamini. Roho ile ile iliyoanzisha mambo yote, ndio roho ile ile mtu wa Mungu inakaa kwetu. Ile roho ndio Mungu alimwambia Zerubabeli, si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho yangu. Ili neno Mungu anakuambia wewe Jessica, si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho ya Mungu. Kwa roho ya Mungu yote yanawezekana. Alipo Mungu yote yanawezekana. Unachotakiwa ni kuamini. Ukiamini, angalia mlima. Mlima. Wewe mtu wa Mungu, angalia mlima Kilimanjaro pale ulipokaa. Halafu Mungu anakuambia ukiwaambia uende baharini, utaenda. Inaonekana haiwezekani. Na yeye ametuambia hilo neno ili tukiangalia tuone haiwezekani. Halafu anatuambia kwake kwenye neno lake inawezekana. Ndio maana anasema yeyote atakayelisikiliza neno hili akaamini, nakwambia inawezekana. Amen. Mtu wa Mungu, inawezekana wewe kupona kansa ambao watu wamesema ukipata unakufa, ila wewe ukiamini inawezekana. Nakwambia mtu wa Mungu, inawezekana kumaliza madeni. Haijalishi unadaiwa kiasi gani, inawezekana. Ukiamini Mungu atakulipia madeni. Mtu wa Mungu, inawezekana kutokufa kwenye umasikini. Inawezekana kabisa. Mtu wa Mungu, inawezekana kupata uzao na hauna kizazi. Inawezekana kabisa. Mtu wa Mungu, inawezekana nyinyi kutoka kwenye vifungo vyote ambavyo tangu unazaliwa unaona familia yenu inapitia. Inawezekana kabisa wewe kufuta hiyo aibu. Inawezekana. Ukiamini inawezekana. Mungu anasema yeyote atakayeambia mlima huu ng'oka. Maana yake nini? Yeyote atakayeliambia tatizo lake toka. Mimi nimesema umasikini, basi toka. Mimi nimesema utumwa, basi toka. Mimi nimesema dharau, basi dharau zilikuwa mwisho mwaka juzi, nimechoka, toka. Mimi nimesema hivi, kukataliwa mwisho, basi hata kama watakuwepo waliokukataa, achana nao, nenda kwa watakao kukubali. Wewe weka zuio. Neno la Mungu linaniambia kwenye Marko 11:23, amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, manake yeyote atakayesema na kizuizi hicho, yeyote atakayesema na jaribu hilo, yeyote atakayesema na jambo gumu hilo, ya kwamba toka kwenye maisha yangu, ya kwamba toka kwenye nyumba yangu, ya kwamba toka kwenye akili zangu, toka. Mtu wa Mungu, leo iambie akili yako mwisho kuwaza wewe ni mtumwa. Mwisho, kuanzia leo utawaza mambo makuu ya Mungu. Kuanzia leo utawaza ahadi za Mungu. Kuanzia leo inawezekana na kwangu. Kuanzia leo na mimi nitasema neno kwenye nchi, nalo litathibitika. Kuanzia leo na mimi nitapanda mbegu, itaota. Kuanzia leo na mimi nitavuna mazao yangu. Nakwambia kuanzia leo mwisho. Amen. Na waambie yeyote, ili neno ni kwa yeyote atakayelichukua na kuliweka moyoni mwake na kuamua kulifanyia kazi. Mtu wa Mungu, unagombana na mlima. Mlima unatakiwa kuwa tambarare. Sikwambii uje uombe Jumamosi nyingine usije. Tutaomba mantili milima na vilima vimeondoka. Amen. Tunachokijua tuna neno la Bwana ya kwamba hapa patakuwa tambarare. Amen. Ya kwamba hapa mimi nitajenga. Amen. Ya kwamba mimi na uzao wangu tutakaa hapa. Amen. Haijalishi sina uzao, lakini mimi na uzao wangu hapa
Manake uzao utakuja. Amen. Haijalishi mimi sina chochote, lakini nasema Mungu ni Mungu wa vyote na vyote amenipa mimi. Kwa hiyo vyote mimi nitakaa navyo hapa. Sema mtu wa Mungu kwa imani, si kwa uweza wako. Hili neno sio la kwako. Hii Biblia hujaandika wewe. Hili ni neno la Bwana. Sema. Neno la Mungu linasema yote yanawezekana kwa neno, na vyote vilifanyika kwa huyo, na hapo mwanzo kulikuwa na neno. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika, na Mungu ametuambia neno lake inawezekana. Ndio hivi vizuizi vilikuzuia, lakini si kwa meledi, vitakuwa tambalani. Amen. Haleluya. Amen. Upo tayari kufanya maisha yako kuwa tambalani? Upo tayari kufanya miji yako kuwa tambalani? Amen. Upo tayari kufanya mambo yako kuwa tambalani? Amen. Upo tayari kwenda vitani? Amen. Upo tayari kufanya kazi? Amen. Upo tayari kuingia kwenye maombi? Amen. Upo tayari kutokujionea huruma? Amen. Upo tayari kwamba unalo neno la Bwana? Amen. Upo tayari ya kwamba hivi vitawezekana? Amen. Unamwambia Mungu, si kwa uwezo wangu. Najua si kwa uwezo wangu. Mimi sina uwezo. Ningekuwa nao, inawezekana isingekuwa hivi. Mimi sina nguvu. Mimi sina kitu. Tena kwetu hawana kitu. Nimezaliwa nimewakuta maskini. Niliwakuta na mali, lakini shetani akaja. Mwizi alikuja akaiba. Mwizi alikuja akachinja. Mwizi alikuja akaua. Haijalishi ameua vingine, lakini mimi nipo hai leo. Mungu umenipa neema ya kusikia ninachosikia leo. Kuna kitu Mungu unataka nifanye, lakini umemwambia Zerubabeli ya kwamba huu mlima kwa Zerubabeli hautakuwa kizuizi. Tena unasema ni nani mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Ni shida ipi hiyo kwenye ukoo wenu? Ni tatizo lipi hilo kwenye nyumba yenu? Lakini kwenye chumba za Zerubabeli nimesema ili tatizo litapatikana solution. Nimesema kwenye ubongo wa Zerubabeli ya kwamba majibu yataonekana. Nimesema kwenye uzao wa Zerubabeli utaanza mji mpya. Unataka kujenga nini? Nini unataka? Unaona mlima kwenye kitu gani? Umetoka na mlima wako wapi? Una taarifa gani juu ya changamoto inayokusumbua? Una kizuizi gani ambacho umekiona na umeambiwa ya kwamba mtu wa Mungu akiwezekani? Mungu anamwambia Zerubabeli, alianza kwa kumwambia si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho yangu mimi Zerubabeli. Alafu anamwambia, je, mlima huu ni kizuizi? Anauliza swali. Maana yake nini? Mungu ameona maswali ndani ya Zerubabeli. Mungu ameona masikitiko ndani ya Zerubabeli. Mungu ameona Zerubabeli haendi, afanyi kitu. Zerubabeli amestuck. Zerubabeli yuko pale pale. Neno la Bwana linaenda kwa Zerubabeli, linamkuta Zerubabeli yupo kwenye kifungo, linamkuta Zerubabeli yupo kwenye kizuizi, na neno la Bwana linadiskasi na Zerubabeli juu ya kifungo kilichopo. Lakini kabla alijadili juu ya ule mlima, neno la Mungu linamwambia Zerubabeli, mimi ni Mungu ninayesema na wewe. Mimi ni Mungu niliomba vitu vyote. Mimi ni Mungu, vitu vyote kwangu vinawezekana. Sasa nisikilize, si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako. Maana mwenyewe umejiangalia, nimeona mawazo yako. Kila siku unasema umepungua. Ndio umepungua. Unasema una nguvu. Ndio hauna nguvu. Unasema hauna msaada. Ndio hata mimi Mungu najua una msaada. Unasema hauna watu. Ndio kweli hauna watu, lakini nimekwambia si kwa uwezo. Neno la Mungu linasema imani huja kwa kusikia, na kusikia kuna kuja na neno. Kwa hiyo Mungu anaanza kuliachilia neno kwa Zerubabeli ili atakapomweleza Zerubabeli ajue. Halafu anamwambia, je, mlima huu ndio kizuizi? La, wewe Zerubabeli itakuwa nchi tambarare. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu kabla hajakwambia, kabla hajasema na kizuizi chako, kabla hajasema na uchungu ulionao moyoni mwako, kabla hajasema na misiba inayokusumbua kwenye nyumba yako, kabla hajasema na hasara ulizozipata mwaka huu,
kabla hajasema na hasara zote ulizozikusanya nao mwaka huu mpaka mwaka huu unaona kabisa zinakulemea, na sasa hivi upo unatuandikia wosia ni namna gani unakufa, unatuacha, unatupenda. Mungu anaanza kwa kukuambia si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako, bali ni kwa roho yangu, ile roho iliyokuwepo kabla ya vitu vyote kuumbwa. Maana neno la Mungu linasema hapo mwanzo nchi yote ilikuwa ukiwa tena utupu, lakini roho ya Bwana ilitulia, na roho ya Bwana ilipotulia iliumba vyote. Kwa hiyo kwa roho Mungu yote yanawezekana. Ukirudi kwenye Marko 11:23 anakuambia amin nawaambia yeyote atakayeuambia kizuizi hiki toka uende baharini na ukaamini, yatakuwa yako. Mtu wa Mungu, una struggle kuamini kitu gani? Maanake una shaka moyoni, maanake una shaka. Lakini Mungu ameniambia nikwambie, huo mlima utakuwa tambalale leo. Amen. Huo mlima utakuwa tambalale jioni ya leo. Amen. Huo mlima unaondoka jioni ya leo. Huo mlima unatoka kwenye familia yako. Amen. Hayo madeni yanaondoka kwenye nyumba yako. Amen. Hayo mawazo yanakufa leo. Amen. Popote ulipofungwa, popote mtu wa Mungu leo wanakutoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma Kumbukumbu la Torati 2:3 Kumbukumbu la Torati 2:3 neno la Mungu linasema, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Mtu wa Mungu, tutaona njia lazima. Amen. Lazima. Milima imetuzunguka, milima inatufanya tupige hatua. Milima imezuia tusione mbele. Ulikuwa na mawazo mengi mtu wa Mungu mazuri, lakini matatizo yamekusonga, hauoni mbele. Mungu anapokuangalia anaona milima, lakini anakupa neno lake jioni ya leo ya kwamba kwako si kitu. Kwako si kitu. Nataka hili neno likae kwako, ya kwamba chochote unachokipitia, mlima wowote unaouona kwenye maisha yako, chochote mtu wa Mungu, ripoti yoyote ya madaktari, taarifa yoyote uliopewa, dharau zozote ulizoziona mtu wa Mungu zikakuogopesha, hofu yoyote ulionayo ya maisha yako imekufanya unalia na kuomboleza, umekata tamaa, popote walipokukataa kiasi cha kwamba mpaka wewe umejikataa, sikiliza neno la Bwana usiku wa leo. Sikiliza neno la Bwana jioni ya leo. Sikiliza neno la Bwana mchana wa leo. Sikiliza neno la Bwana asubuhi ya leo. Sijui unasikiliza hili neno ukiwa wapi na muda gani, lakini hili neno ni kwa muda na majira kama haya. Vimeamliwa kwa ajili yako, ya kukutoa mahali ulipo. Hivyo vyote unavyoviona ukiamini na ukiviambia toka, leo vyote vinatoka. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo vyote vinakuwa tambalale. Yeyote aliyekuumiza, hivyo vyote vinaondoka. Amen. Randa kababu shataya ribo wabo shakataya manda kabadi. Sema kila mlima mbele yangu toka. Kila mlima mbele yangu, kwenye nyumba yangu, kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, toka. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, yeyote atakayewambia mlima huu ng'oka uende baharini, asione shaka, hayo yatakuwa yake. Maana yake huo mlima unaondoka. Kwa hiyo leo hii kila changamoto kwenye maisha yangu iliyokaa kama mlima,
toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa. Kila mlima mbele yangu yeyuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mlima mbele yangu yeyuka kwa jina la Yesu. Hata kama naona haiwezekani, lakini neno la Mungu linasema si kwa uweza, si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Mungu. Rada baba shata. Maana yake leo tunaomba Roho wa Mungu akae juu yetu. Roho ya Mungu akae juu yetu. Maana yake Roho ya Mungu akikaa juu yetu, hakutakuwa na mlima, hakutakuwa na milima, hakutakuwa na tatizo kuu, hakutakuwa na mashaka. Amen. Hakutakuwa na yote katika yote ambavyo vimekukwamisha. Sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, niko mbele zako, niko mbele zako usiku wa leo, usiku wa leo. Ninakukaribisha kwenye moyo wangu, ninakukaribisha ndani yangu, mahali popote, mahali popote nilipoachana na wewe. Leo hii Roho Mtakatifu, ninakuomba ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia kwa upya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, Roho wa uweza, Roho wa Mungu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, unisaidie, unisaidie. Neno lako linasema kwa Roho wa Mungu yote yanawezekana. Leo hii sitaki tena kufanya mambo peke yangu. Leo hii sitaki tena kufanya maamuzi peke yangu. Leo hii sitaki tena kuamua mambo peke yangu. Roho wa Mungu, Roho wa Bwana, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, Roho wa uweza, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ndani ya moyo wangu, ndani ya fahamu zangu, ndani ya akili zangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nijaze sasa, nijaze sasa, nijaze sasa ndani yangu. Ongezeka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, Mungu akamwambia Zerubabeli, si kwa nguvu zako, si kwa uweza wako, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo leo hii ninajua yote katika yote kwenye maisha yangu yanawezekana kwa ajili na kwa sababu yako wewe. Roho Mtakatifu uko ndani yangu. Ninakuomba unisaidie, ninakuomba unirehemu. Rada baba shata ya mandakabadi. Mtu wa Mungu, nyanyua mikono yako ukiwa unasimama mahali ulipo. Jerebobo shakatai. Nataka tuombe Roho Mtakatifu atujaze uwepo wake. Lapabo shatara mandakabade. Zorobobo shatara mandakabade. Rebobo shatara mandakabade. Rebobo shatara mandakabade. Rebobo shatara mandakabade. Rebobo shakatara mandakabade. Rebobo shakara mandakabade. Rebobo shakatara mandakabade. Nataka uombe Roho Mtakatifu. Wadi uko nyumbani omba. Sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu. Sema Bwana Yesu, 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 Bwana Yesu. Leo hii nimesogea mbele zako na nimesikia neno lako uliloliacha kwa Zerubabeli. Ulimwambia Zerubabeli, si kwa uwezo wake, si kwa nguvu zake, bali ni kwa Roho yako. Nami Roho Mtakatifu ninakuomba hiyo Roho ya Mungu iliyoenda kwa Zerubabeli ikae juu yangu, ikae juu yangu leo hii. Kama kuna mahali popote
achana na wewe Roho Mtakatifu, nilipokukosea, nilipokuona mdogo, nilipokuona ufai, ninakuomba unisamehe, na leo hii ninakuomba Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, funika maisha yangu kwa upya. Omba ndani yangu, omba na mimi ndani yangu, unisaidie, uniwezeshe kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema na toba mahali popote nilipokosana na Roho Mtakatifu, ninaomba nguvu zako zije sasa juu yangu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako juu. Nawe kule nyumbani, nyosha mikono yako. Rekomanda kabade zorobobo shataya manda kabade. Sema kila mlima mbele yangu kuwa tambalale, kila mlima mbele yangu kuwa tambalale kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mlima, kila kizuizi kwenye maisha yangu, yeyuka sasa, toka mbele yangu kwa jina la Yesu. Kila kizuizi kwenye maisha yangu, toka sasa hivi. Kila kizuizi kinachozuia uchumi wangu, kila kizuizi kinachozuia maisha yangu, kila kizuizi kinachozuia kuongezeka kwangu, kila kizuizi kinachozuia kuongezeka kwangu, toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Kila kizuizi madeni toka kwangu, kizuizi mauti, kizuizi njaa, kizuizi umaskini, kizuizi ukiwa, toka kwangu kwa jina la Yesu. Kila mlima ulio mbele yangu unaonizuia nisipige hatua, toka kwangu kwenye maisha yangu. Kizuizi chochote unachonizuia nisipige hatua kwenye maisha yangu, toka sasa hivi. Kila mlima mbele yangu, yeyuka, kila gumu. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Mungu. Robo shekete riakona manebelebo sikataya riterebo sorobo shakataya robo shekete riakona mande rebo sikataya baba. Kila kizuizi toka kwangu, kila kizuizi toka kwangu, kila mlima, kila vilima kuwa tambalale kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Akemea kila milima, kila kizuizi, kila vilima kwenye maisha yangu, ninakemea kila zuio, toka kila mlima, kila vilima, toka kwangu kwa jina la Yesu, kila zuio kwenye maisha yangu ninaozuia nisiongezeke, ninaozuia nisifanikiwe, toka kwangu kwa jina la Yesu, kila kizuizi kwenye maisha yangu kinachozuia, kinachokwamisha maisha yangu, toka
toka, toka kila milima, kila vilima, toka kwangu, toka kwangu, toka kwangu, toka kwangu, toka kwangu, toka kwangu, toka kizuizi, toka kizuizi, toka milima, toka vilima, achia, 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 achia maisha yangu, achia, achia maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka, 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 toka kila zuio, kila zuio, kila zuio, kila kizuizi kinachokwamisha maisha yangu, toka pepo, toka pepo, toka vilima, toka vilima, toka zuio kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rabakoseta riakona mande brede mositaya, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name, in the mighty name of Jesus. Toka, 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 kizuizi, toka zuio, Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila kizuizi, kila kizuizi kwenye familia yangu, kwenye familia yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kila kizuizi, kila kizuizi kwenye kazi yangu, kwenye kazi yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kila kizuizi, kinachonizuia nisisonge mbele, nisisonge mbele eneo la maisha, kwenye eneo la maisha, teketea kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila kizuizi kinachoharibu maisha yangu, kila kizuizi kinacholeta kwenye maisha yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kila kizuizi cha kipepo, kila kizuizi cha kichawi, kila kizuizi kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila mlima mbele yangu unaonizuia nisione mbele, leo hii huo mlima ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila mlima mbele yangu
maisha yangu kuwa mazuri. Wewe mlima ng'oka kwa jina la Yesu, kila mlima mbele yangu, mbele ya maisha yangu, mbele ya kazi yangu, mbele ya biashara yangu, mbele ya afya yangu, mbele ya uzao wangu, mbele ya ndugu zangu, wewe mlima uliosimama mbele yangu kama kizuizi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninaangusha kila milima iliyoinuka mbele yangu. Anguka kila milima masikini, kila milima ufukara, kila milima mikosi, kila milima mapoza, anguka kila milima Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nilikusomea kwenye Zekaria 4:7. Tena akaongeza kusema, je, mlima huu ni kizuizi? Akasema, la, wewe Zerubabeli utausawazisha. Maana yake nini? Hakuna kizuizi mbele ya Zerubabeli. Maana yake nini? Hakuna kizuizi mbele yako. Amen. Maana yake nini? Una uwezo wa kusawazisha kila mlima mbele yako. Amen. Kila mlima mbele yako. Amen. Kila mlima mbele yako. Amen. Na kama Mungu ili neno alitoa kwa Zerubabeli, Mungu ili neno ametupa. Amen. Nataka uombe, mtu wa Mungu. Angalia nini kiko mbele yako. Nini kinakuzuia mbele yako? Alafu nataka ukisawazishe. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila mlima mbele yangu na usawazisha. Kila kizuizi mbele yangu bila kisawazisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa jina la Yesu. Brede Mosia,
rakatata, 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 nasawazisha, 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 nasawazisha kila milima iliyokataya kwa jina la Yesu, nasawazisha kila milima. Ona baba baba, 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 reba baba baba, ona tete, ona tete, ona tete, ona tete, riba baba, riba baba, yakona manda, riba kosaya, riba kosaya, riba kosaya, riba kosaya, riba kosaya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nasawazisha kila milima. Riba baba baba baba, retete, 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 nasawazisha
Ukisoma kwenye Marko 11:23 neno la Mungu linasema, amen nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka uende baharini, wala asione shaka, ila amini, hilo litakuwa. Nilikwambia mlima ni kizuizi, mlima ni kikwazo, mlima ni vifungo. Kwa hiyo wewe unajua kifungo ulichofungwa, wewe unajua tatizo linalokukabili. Nataka mtu wa Mungu uliangalie, alafu uliambie ng'oka kwa jina la Yesu. Tatizo la mauti ng'oka, tatizo la umaskini ng'oka, tatizo la ukiwa ng'oka, tatizo la kukosa kibali ng'oka. Kila mtu uliangalie tatizo lako, alafu ling'oe, litoe, ulitupe baharini, litupe usiku, liondoe kwenye njia yako. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo hii nang'oa kila ufukara kwenye maisha yangu. Nang'oa kila umasikini kwenye maisha yangu. Nang'oa kila magonjwa kwenye maisha yangu. Nang'oa kila njaa kwenye maisha yangu. Nang'oa kila hadiduki kwenye maisha yangu. Nang'oa kila magonjwa, kila nuksi, kila mikosi, kila ukiwa, kila utupu, kukosa kibali, kukosa kupendwa, kukosa kazi, kukosa vitu. Ninang'oa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila vifungo kwenye maisha yangu ninaving'oa, navitupa nje, ninaving'oa, navitupa nje kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila umasikini, kila magonjwa, kila vifungo, kila mapepo, kila shida, kila dhiki, ninang'oa kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Kila vilio, kila kuachwa, kukataliwa, kuonewa, kila dharau, kila ubaya, nguvu za giza, nguvu za kichawi, nguvu za kipepo, kila vifungo nilivyofungwa kwenye maisha yangu ninaving'oa, ninaving'oa, ninaving'oa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mlima mbele yangu yeyuka, yeyuka, sawazika. Kila gumu, kila gumu mbele yangu toka, 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 toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichofunga maisha yangu katika
katika mbele za Mungu kwa dakika chache moja. Malizia baada alikule nyumbani yote kwa jina la Yesu. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Nasema kila mlima mbele yako hautasimama tena. Kila mlima mbele yako hautasimama tena. Kila zuio mbele yako halitakuzuia tena. Nasema hautazuia mwezi wa 6. Nasema hautazuia mwezi wa 7. Nasema hautazuia mwezi wa 8. Nasema hautazuia mwezi wa 9. Nasema hautazuia mwezi wa 10. Nasema hautazuia mwezi wa 11. Nasema hautozuia mwezi wa 12. Kila mlima mbele yako unayeyuka. Kila mlima mbele yako inakuwa tambarare. Kila mauti kwako vinaondoka. Kila ukiwa kwako vinaondoka. Kila kukosa kwako kazi kwako kunaondoka. Kila kutokupandishwa cheo kunaondoka. Kila dharau kwako zinaondoka. Kila uonevu wa kipepo unaondoka. Kila migogoro kwenye nyumba yako unaondoka. Kila hali mbaya kwenye mji wako vinaondoka. Kila kuchukiwa na mume wako kunaondoka. Kila kukataliwa kwa mke wako kunaondoka. Kila kuzuiliwa kwa watoto wako kunaondoka. Nasema kukosa uzao kunaondoka. Nasema unazaa sana. Nasema unazaa sana. Nasema unazaa sana. Nasema unazaa sana. Nasema unazaa watoto. Nasema unazaa ndoa. Nasema unazaa mume. Nasema unazaa mke. Nasema unazaa uongozi. Unazaa biashara. Unazaa miradi. Unazaa mambo mema. Nasema amani na kufunika. Mungu ninakuja. Utaona mambo mema yakitokea. Utaona mambo mema yakitokea. Nasema kila aliyekunyanyulia mkono wa ubaya, kila aliyekunyanyulia mkono wa ubaya, kila aliyetamka maneno ya mauti, kila aliyekulaani, leo inabatilisha hayo maneno. Leo inategua hizo laana. Leo inakubariki. Kila laana zinakaa juu yao na uzao wao. Kila aliyekuonea, kila aliyekusingizia, nasema nabatilisha. Nasema nabatilisha. Kila magonjwa unapona. Nasema unapona kisukari. Unapona HIV. Unapona kansa. Unapona PID. Hizo vimbe zinaondoka. Hizo vimbe zinayeyuka. Nasema wanakutafuta. Kila ulipoomba tenda, wanakupigia simu. Wanapiga simu. Wanapiga simu. Nasema kila waliokata jina lako kwa fitna, wanalirudisha. 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 Nakwambia utaona mambo mema yakizaliwa. Utaona
mji wako, utajenga maisha yako, utajenga makazi yako, utajenga familia yako. Nasema hivi haupotei, nasema haupotei, nasema yeyote aliyekuzika leo hii ninakufufua, kuzika na wao, roho ile ile, roho ile ile, roho ile ile inamfufua Yesu katika wafu, inakaa ndani yako. Nami natamka ikae juu yako. Maisha yako yakafufuliwe, maisha yako yakafufuliwe, amani yako ikafufuliwe, upendo wako kwa Kristo ukafufuliwe, furaha yako ikafufuliwe. Chochote unachokitafuta ndani ya mwezi huu ukakipata, ndani ya mwezi huu ukakipata, ndani ya mwezi huu ukakipata. Nakwambia baada ya maombi haya ukashike muujiza wako. Chochote ulichomwomba Mungu leo akakupe. Chochote ulichomwomba Mungu leo akakupe. Chochote ulichokipoteza leo ukakipate. Nasema hivi, yeyote aliyekudhuru, yeyote aliyekudhuru atakutafuta, atalipa mara 7. Nasema si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Mungu. Roho ile ile ambayo ilikuwepo wakati wa uumbaji, roho ile ile iko juu yako. Nasema chochote unachokitamka sasa hivi, pokea kazi, pokea biashara, pokea miradi, fungua hiyo kampuni, pokea uzao. Unaelewana na mume wako, mume wako anarudi, mke wako anarudi, uzao wako unarudi, watoto wako wanarudi. Nasema hivi, yeyote aliyekuonea akakufunga, akakuweka gerezani, nasema hayo magereza yanafunguka. Nakwambia hivi, yanafunguka. Utaona. Nao uhakika ninachokwambia kwa sababu Mungu alinionyesha. Mtu wa Mungu, shika sadaka yako. Hadi kule nyumbani shika sadaka yako. Shika sadaka yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto wako tumezinyanyua. Mungu, ninaomba ukazipokee sadaka zetu. Mungu, ninaomba ukazitakabali sadaka zetu. Na Mungu, ninaomba kila mtu anayeshika sadaka hizi Baba, kila mtu aliyeshika sadaka hizi Mungu wangu, Mungu ninaomba ukatakabali sadaka yake na ukasikia maombi yaliyo nyuma ya sadaka hizi, na Mungu ukatujibu watoto wako wote kwa jina la Yesu Kristo. Ukatujibu watoto wako wote kwa jina la Yesu Kristo. Ukatujibu watoto wako wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kuna namba za sadaka zinatoka hapo, zinapita pamoja na account number, lakini utatuma sadaka kwenye namba hii nitataja 0716 052202, 0716 052202. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka hilo kwenye hizo namba hapo na jina litatokea Melevi Charles. Na mtu wa Mungu, kwa wewe ambaye unatuma kwenye account yetu namba ni NMB jina Melevi Charles, namba 2351004287 2351004287. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako na Mungu atakubariki sana. Ukiwa unatuma sadaka yako, naomba nikwambie tarehe 27 ya mwezi huu tuna kongamano la maombi. Wewe uliye hapa usipange kukosa. Tarehe 27 mwezi huu wa 6 itakuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa tarehe 27 ya mwezi huu. Linafanyika pale Hadi Pro Sinzamori. Mtu wa Mungu, tutakuwa na maombi mazuri ya kurudishwa kwenye nafasi tulizotolewa, tulizopoteza. Watu wamekutoa kwenye nafasi. Usiku huo wa kongamano utaenda kurudishwa. Watu wamekusingizia ukatolewa kwenye nafasi. Watu wamekuibia nafasi yako. Kuna nafasi ulitakiwa kukaa wakakufanyia fitna, haukukaa. Kuna nafasi ulitakiwa kukaa wakakuloga, wakakupa kicha, ukukaa. Kuna nafasi ulitakiwa kukaa na ulikaa, lakini ulifanya makosa ukatolewa. Kwenye kongamano tarehe 27 mwezi huu unarudi kwenye nafasi yako. Kongamano letu litaanza saa 7 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Mtu wa Mungu, usipange kukosa. Na wewe wa mkoani, jiandae.
hauna pa kufikia, una ndugu, unataka utaratibu, tupigie kwenye hizo namba, tutakuelekeza. Na wewe uko hapa, usije peke yako. Amen. Itakuwa ni kongamano la maombi la kushangaza. Amen. Kwanza uweza wa Mungu utakaa juu yetu. Amen. Kiu ya kuomba itarejea. Amen. Bubujiko la maombi litazaliwa. Amen. Utaona vitu ambavyo hujawahi kuona. Amen. Utarudishwa kwenye nafasi yako. Yeyote aliyekutoa kwenye nafasi, iwe ni mchawi, iwe ni mganga, iwe ni rafiki, iwe ni mfanyakazi wako, mfanyakazi mwenzio, iwe ni rafiki, mpaka leo anakuchekea na yeye ndio anasababisha ukai kwenye hiyo nafasi. Ngoja kwenye kongamano la maombi utaona umetolewa kwenye nafasi ya ndoa, hauna nafasi tena kama mke, hauna nafasi kama mume. Wewe ni mzazi, hauna nafasi kwa watoto wako. Nafasi yoyote kwenye kongamano tunarudishwa kwenye nafasi. Amen. Maombi ni silaha. Maombi yanaleta majibu. Maombi ndio maana neno la Mungu linasema hivi, ombeni bila kukoma. Amen. Yoyote anayeomba anapewa. Anasema ombeni ili mpewe, ili amani yenu na furaha yenu iwe timilifu. Lakini hata sasa hamjaomba chochote, tutaomba. Na wewe mwenye magonjwa unataka kupona, njoo. Wewe unayotafuta uzao, njoo. Wewe unayotafuta chochote, kuna kitu Mungu ameniambia na amenionyesha. Mtu wa Mungu, utaona. Hii nusu mwaka yetu hii tunaanza kwa ushindi. Amen. Na nikukumbusha, Jumamosi ijayo tunakutana hapa. Tunaanza saa 9 kamili. Usichelewe. Amen. Saa 9 kamili tunaendelea. Kila mlima na kilima mbele yangu kinachonizuia kitayeyuka. Amen. Kuonyesha kwa habari ya Zerubabeli. Umeona namna mlima ulivyoyeyuka. Lakini mtu wa Mungu, ukiwahi tunakuwa na maombi ya awali, utabarikiwa sana. Na wewe ambaye unahitaji one-to-one, sasa hivi naonana na watu ofisini. Kwa hiyo utatupigia simu kwenye hizo namba 0655108869 au 0716052202. Kuna watu tumeshaanza kuonana nao ofisini. Utatupigia, tutakupa utaratibu, tutakuona, tutakushauri, tutakuombea. Kikubwa unashinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hivi tuingie kwenye maombi ya mzunguko. Mtu wa Mungu wa sadaka, tutoe sadaka zetu. Tuingie kwenye maombi yetu ya mzunguko. Toa sadaka, naomba ni maombi yawekwe hapo. Wewe ambaye hujaandika, wewe na amani, tunahakikisha utayaandika. Amen, na utayaweka hapo. Haleluya. Hakikisha kila mtu unagusa hayo maombi. Nyosha mkono wako kwenye hayo maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tuko mbele zako watoto wako. Neno lako linasema walipo wawili au watatu kwa jina langu, nami Mungu nipo katikati yenu. Mungu, tuko zaidi ya wawili na watatu. Tunajua Mungu upo katikati yetu. Mungu, tumeandika maombi yetu, tumeandika mahitaji yetu. Haya ni maombi ya watoto wako Mungu wangu. Haya ni mahitaji ya watoto wako. Wana mahitaji mbalimbali. Mungu wangu, tumeweka mikono. Tunaomba malaika zako pia wakawekee mikono. Mungu, ninaomba uturehemu watoto wako juu ya kila tulichokiandika, juu ya kila hitaji tulilo nalo. Mungu, ninaomba uturehemu na utusaidie. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo ile mwana kondoo juu ya maombi yote ya mahali hapa. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo juu ya maombi yote mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, naomba ujibu maombi yetu. 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 Mungu, naomba uturehemu watoto wako. Mungu, naomba uturehemu watoto wako. Mungu, naomba uturehemu maombi yetu. Naleta ombi la kwanza, naleta ombi la pili, naleta ombi la tatu, la 4 na la 5 mpaka la 12 mpaka la 20. Baba, ninaomba usikie. Baba, ninaomba usikie sauti zetu. Baba, naomba tusikie sauti zetu. Baba, naomba utujibu maombi yetu. Nasimama kinyume na kila kinachozuia, nasimama kinyume na kila kinachokwamisha watoto wako tusijibiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo tunasimama kinyume na kila nguvu za giza, na kila nguvu za kipepo, na kila nguvu za kichawi, na kila roho za giza zinazozuia watoto wako tusijibiwe maombi haya. Baba, ninaomba turehemu. Baba, rehemu watoto wako. Baba, rehemu watoto wako. Baba, rehemu watoto wako. Baba, jibu maombi
maombi yetu. Baba, jibu mahitaji yetu. Baba, jibu maombi yetu. Baba, jibu mahitaji yetu. Takala baba shada baba. Oro baba shada baba baba. Ora baba baba baba. Tujitoke kwako. Kwa habari ya kazi, kwa habari ya uhamisho, kwa habari ya uponyaji, kwa habari ya maisha, tusaidie Baba. Kwa habari ya kipaji, kwa habari ya malezi, chochote Baba, watoto wako walichokiandika, tumeweka mikono, tunaomba utulivu, tunaomba utusaidie, tunaomba utusikie. Kwa habari ya shule Baba, tunaomba utulivu, malaika zako watufunge Baba, watusaidie Baba, watujibu Baba, soma Baba yangu, kila aliyeandika, soma Baba yangu, kila aliyeandika, soma Baba yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shakataya, Yekoriana Masakataya, Yekoriana Manduremosia, Yekoriana Masakataya, Erapa Koroboshetaya, Yekoriana Masihanda, Yakona Manduremosia. Damu ya Yesu mpite, damu ya Yesu mpite, kuanzia kwenye ombi la kwanza mpaka kwenye ombi la mwisho. Damu ya Yesu mpite, Yakona Mande, Robokosaya, Yekoriana Mande, Redemosianda, Yekoriana Masakataya. Amen. Mtu wa Mungu, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Tukiwa tunamaliza, Baba, asante kwa ajili ya maombi yetu na asante kwa ajili ya kipindi hiki. Tunaendelea kunyenyekea mbele zako, tunakushukuru Mungu. Tunapoahirisha ni tunaahirisha kipindi, lakini hatuahirishi uwepo wako. Tunaomba nguvu zako zikaendelee kuwa pamoja nasi. Tunaomba nguvu zako zikaendelee kuwa pamoja nasi. Tunaomba uwepo wako ukaendelee kuwa pamoja nasi. Tunaomba wema na fadhili zako zikaendelee kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba ukambariki kila mmoja. Ninaomba ukajibu maombi yake kwa kila mmoja. Ninaomba na ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya.